yangu naitwa Msanyo Mohamed, ni business consultant, business development consultant kutoka EV. Kwanza kabisa ni washukuru watu Hisense popote walipo. Nawashukuru sana wameweza kutusupport kwa kutupa screen hii. Hii screen ni multifunctional, ina functions nne. Function ya kwanza ni computer, function ya pili ni TV, function ya tatu ni tablet na function ya nne ni TV. Kwa hiyo inaweza ikatumika kwa ajili ya demonstration kama hivi, lakini vile vile inaweza ikatumika kwa ajili ya TV kama kawaida, na inaweza ikatumika kama computer kama hivi. Inaweza kuconnect na device, inaweza kuwa na namba pale kwenye computer kila kitu kama hisia hapa. Lakini vile vile hii ni body, kuna uwezo wa kuandika chochote kama vile ambavyo ningeweza kuwa na mbao. Gharama yake sio kubwa, ndogo, ya Kitanzania kabisa, inauzwa milioni 13. Katika division ya muda wa masaa ya 6 ambayo nitasimama mimi mwenyewe, tutakuwa na sessions za namna 3. Ya kwanza itakuwa ni training, ya pili itakuwa ni demonstration, na ya tatu itakuwa ni questions and answers. Tutaanza na darasa letu kama jinsi ilivyo. Mimi ni trainer na nimeweza kutrain sehemu mbalimbali katika matukio mbalimbali. Matukio ya kuandaa mwenyewe, matukio ya kualikwa na matukio ya kiserikali. Kitu ambacho tunaenda kwanza ni training yetu ya Become a Pro in Sales. Kuna mtu ataniuliza kwamba nini maana ya pro? Pro ni kifupi cha professional. Yani become a professional in sales. Kwa hiyo mpaka umekuja hapa, ninaamini kwamba ukitoka hapo utakuwa ni pro. Utakuwa ni pro, si ndio? Sema nitakuwa pro. Utakuwa pro. Yes. Kwa hiyo nitatamani umakini wako, na mimi kufundisha kwangu huwa naenda taratibu kiasi ambacho hata yule slow learner aweze kuelewa. Become a pro in sales. Why become a pro in sales? Katika consultation sessions nyingi ambazo nazifanya kwenye kampuni nyingi, nimeona watu wengi wanakosa kufanikiwa kufanikiwa kwenye upande wa kufanya mauzo. Na kwa nini wanakosa kufanya mauzo? Nikagundua wana timu za sales, wana watu wa sales, na watu wa sales wanaenda kufanya sales kama kawaida, lakini changamoto kubwa ambayo wanaipata ni kuwa na knowledge ya kufanya closing. Na closing ni kitu cha mwisho kabisa katika sales. Maanake ukishasema kwamba nipo katika closing, maanake ushapita kwenye hatua kadhaa za sales, ambapo mwishoni inakuja ni nini? Wamelala. Mwishoni inakuja ni nini? Ni closing. Kwa hiyo how to become a pro in sales ndio kitu ambacho leo tunaenda kujengewa uwezo wa ufahamu na uelewa wa namna hii. Twende. Sales ni nini? Sales, ukishasikia sales, akili mwako moja kwa moja unasikia sales ni nini? Sales ni kitendo cha kumshawishi mtu anunue au atumie bidhaa fulani au service fulani. Anasema sales ni kitendo cha kumshawishi mtu aweze kununua bidhaa fulani au huduma fulani. Asante. Mwingine anasemaje? Kaka, hivi. Kuna watu wapendi kukaa mbele wanajua hii. Sales kwa unajua ni kitu gani? Sales process ya bargaining between salesman and buyer. Use the price in order to. Kwa hiyo bro, mimi nikija kwako tunaanza tu bargaining. Bro, kwa hiyo wewe unachukua. That means sasa tuna bargaining vipi? Okay. Yes bro. Ndani sales kwa mimi ni ule Nafikiri tukiwa tunasimama tunasaidia sauti inakuwa inananiza hivi. Nadhani sales kwa mimi ni ule mchakato wa mwenye bidhaa au huduma kutambua kwamba kuna mteja anahitaji bidhaa yako na yuko sehemu gani. Kwa hiyo tunaweza kuwa na bidhaa kawa na
kuna mteja anahitaji bidhaa yangu na na yuko sehemu. okay. I think for me that knowledge inakusaidia kujua, kwa sababu unaweza ukawa na kuna internet cafe unataka kwenda kuuza mahali, the audience na the place does not actually meet the expectation of farmer. Ni mchakato wa kisaikolojia wa kumshawishi mteja kununua bidhaa au huduma kwa kuhakikisha kuwa itatatua changamoto zake na kukidhi mahitaji yake. Sales ni mchakato wa kisaikolojia, au tunaweza kusema sales ni sanaa ya kisaikolojia ambayo inamfanya mtu aweze kwanza kumshawishi mteja ili atatue changamoto zake. Na akitatua changamoto zake, kitu gani kinakuja kutokea? Ni matokeo. Kwa hiyo mauzo yanaweza kufanyika moja kwa moja, direct sales, au kupitia njia tofauti kama ya mitandao ya kijamii ambayo tunaita cold calling au njia ya maduka. Kile kitendo cha kufanya selling ni kutoa huduma. Unaweza ukawa unauza product lakini kwa kutoa huduma. Na biashara yoyote ambayo inafanikiwa kwa zile biashara zinazotoa huduma. Ukiwa unauza kama kuuza, unaweza usipate mafanikio. Lakini ukiwa unauza kama kutoa huduma kwa ajili ya kutatua changamoto, kwa kumbe product yoyote niyo unauza inatakiwa itatue changamoto. Watu wanyonge. Nasema hivi, sales ni kitendo cha kutatua changamoto za watu. Inawezekana ukawa unauza huduma au inawezekana ukawa unauza bidhaa. Ile bidhaa itaenda kutatua changamoto ya ngozi ya mtu, au itaenda kutatua changamoto ya urembo wa mtu, au itaenda kutatua changamoto za nyumba ya mtu, au itaenda kutatua changamoto yoyote. Maana mpaka mtu ananunua inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho anakihitaji, kina uhitaji. Kwa kile kitendo cha wewe kuuza lazima ujue uhitaji wa yule mtu. Kwa hiyo kitendo cha sales ni cha kisaikolojia ambacho lazima ujue huyu mtu anataka nini. Umeelewa? Maana yake nini? Kwa namna nyingine, sales ni consultant. Ni mshauri, muuzaji ni mshauri ambaye anatakiwa kujua saikolojia ya mteja kuanzia anapokuja, anapoongea naye, anapomhudumia mpaka anapoondoka, na bado anatakiwa kujua matokeo ya kile kitu ambacho amemuuzia. Inamaanisha nini? Leo hii umekuja, nyinyi ndio wateja wangu. Yaani leo nyinyi ni wateja wangu. Umenielewa? Ili kusudi niweze kupata uhakika wa kitu ambacho nimekusaidia, ni lazima nifanye follow up ya je, kile ulichojifunza kimekuletea matokeo gani? Kwa hiyo lengo la sales sio kuuza, bali ni kujenga mahusiano ya kudumu na wateja ili kuweza kununua tena na kuleta wateja wapya. Kwa hiyo sasa, kama utaenda kutatua changamoto ya mteja yoyote, yule automatically atakuamini, atajenga trust. Ndio? Akijenga trust, kitu gani kinatokea? Kuna mahusiano ya kibiashara ambayo yanakuwepo pale. Alafu ile mahusiano ya kibiashara ambayo yametengenezwa na ile trust yanaenda kufanya huyu mtu automatically, hata bila kumlipa, anaenda kukusemea kwa mtu mwingine kwamba bwana, yule ndio aliyetatua changamoto yangu, wewe nenda. Word of mouth. Kwa maana yake sales sio kufanya mauzo. Sales ni kutengeneza mahusiano mazuri ya kutatua changamoto za watu, na wale watu wakuletea watu wengine. Sasa kile ambacho nakipata ndio sales. Salesperson ni nani? Tukisema salesman ni mwanaume, tukisema saleswoman ni mwanamke. Sasa salesperson kwa ujumla wake, salesperson ni nani? Kwa hiyo kulingana na tulikotoka, ina maana moja. Salesperson ni mtu mwenye uwezo wa kisaikolojia na ujuzi
wa kuuza bidhaa au huduma kwa mteja kwa kutumia mbinu mbalimbali za kushawishi, kujenga mahusiano na kufunga mauzo, yani business closing au deal closing. Nimesema hivi, salesman ni mtu mwenye uwezo wa kisaikolojia. Kisaikolojia. Maana yake nini? Muuzaji yoyote anapaswa kujifunza namna saikolojia ya mtu ilivyo, namna ya kucheza na saikolojia ya mtu, namna ya kumfanya huyu mtu aweze kufanya naye biashara. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu unapouza, unauza kwa hisia. Alafu unapokuja ku close deal, una close kwa justification. Justification ni nini? Ni uhalisia. Si ndio? Ni fact. Sasa unaweza kuniuliza ni kwa namna gani? Hisia ni kwa vipi? Mtu anapokuja kununua kiatu cha Michael Jordan, akaona pale amesimama na ile, anajiona kwamba nikinunua hiki kiatu, ninavaa kiatu kama cha Michael Jordan ambacho alikuwa amevaa. Kwa hiyo anajihisi, yani akivaa anaweza kanajisi. Ushakwenda mahali unaenda kununua kitu, ukivaa unajihisi kama ni mtu fulani amevaa, kwa sababu ulimuona kwenye picha alipovaa, basi na imagination yako inakutengenezea feeling ile. Sasa ile ndo feeling, ile ni emotion. Tunaenda sawa. Sasa kama ile emotion, kama ile hali ya emotion ndio imekupelekea kununua kile kitu. Kama yule mtu niseme hivi, mtu anakuja kwako anasema kwamba nataka ninunue hiki kiatu. Unamwambia bwana, hiki kiatu ni kiatu moja kizuri sana ambacho alivaa Michael Jordan kwenye mechi yake ya mwisho. Na nikikuangalia wewe na jinsi ambavyo ukivaa hiki kiatu, you are the same like, ni utakuwa pia kama yeye. Yule mtu ataanza kujenga hisia kwamba yes, kitu kama hicho yani, kwani shilingi ngapi? Unamwambia nina 320. Sasa ni bora nivae nionekane kwamba nimevaa na mimi kitu kama cha Michael Jordan. Umenielewa? Lakini sasa sina hela ya kutosha kununua 220. Utafanyaje? Tutajua mbele safari. Ndio safari yetu leo ambayo tunaelekea. Huyu mtu wa sales anatakiwa kuwa ni mtu wa saikolojia. Hii saikolojia yake anaongeza na ujuzi ambao amejifunza. Ujuzi unatoka wapi? Ni ujuzi ambao tunaupata hapa leo, ni ule ujuzi ambao tunaupata kwa watu wengine ambao wametutangulia, ni ule ujuzi ambao tunajifunza kwenye vitabu, ni ule ujuzi ambao tunaupata chuoni. Tukijumlisha na hii saikolojia, tunaenda kuuza hizi bidhaa kwa wateja kwa kutumia mbinu tofauti ili kusudi tumshawishi mteja, tujenge mahusiano na kufunga biashara. Huyu ni sales person. Tunaenda kuangalia kitu kingine. Jinsi ya kutumia, samani kuna typing error. Ni namna ambavyo sasa wewe unatakiwa kuwa sales person. Kitu cha kwanza, unatakiwa kuelewa bidhaa au huduma unazoziuza, product knowledge. Kitu cha pili, kutafuta wateja wapya. Huyu ni mtu wa sales ambaye anatakiwa kufanya hivi vitu. Kitu cha tatu, kushughulikia pingamizi za wateja. Nitakuja kesho. Bei yako kubwa. Mbona mtu fulani hauzi kama wewe? Mbona iko hivi? Zile ni rejections, zile ni vipingamizi. Sasa best pro salesman ni yule ambaye anajua kuruka. Yaani hapa ndo sehemu yako. Unatakiwa kujua namna ya kumfanya mteja asiruke kihunzi. Awi? Jambo lingine, kuweka mahusiano mazuri na wateja wa sasa na wapya. Sasa hii topic mara nyingi sana inaingia na ile customer care sales. Lakini kwa upande mchache sana naweza nikasema kuweka mahusiano mazuri. Unapokuwa unajenga mahusiano kama nilivyosema mwanzoni, ndivyo ambavyo itakusaidia wewe kuweza kuuza. Kwa wale ambao wanauza product watakuwa wananielewa hivi. Unaweza kukuta unatengeneza mahusiano mazuri na mteja wako mpaka yani yule mteja anakuwa ananunua hata iwe vipi, yani atanunua tu kwako. Akienda mtu mwingine anakwambia kuna fulani wananiuzia. Umenielewa ni nini? Ni mahusiano ambayo yamejengwa. Inakuaje? Tutaona mbele ya safari. Lakini jambo lingine ni kufunga mauzo na kuhakikisha mteja ameridhika. Kama wewe ni sales na ufanikiwi, yani unafanikiwa kupata leads. Nikisema leads, yani wateja wanakutafuta,
wateja yani hivyo, wateja wanakutafuta, wateja wanaongea nao, unawafuata, zile ni leads. Lakini baada ya process ya leads kuna kitu tunasema closing, ndio? Tunaanza na approaching. Kwanza tunaanza on fetching data, ndio? Then tunakuja kwenye approaching, namna kumapproach mteja. Tukishatoka hapo kuna issue nyingine inaitwa leads, ndio? Ni hatua nyingine, na issue ya mwisho ni nini? Ni closing. So kama wewe ni sales, uko kote hatuna shida. Shida iko hapo mwisho kwenye closing. Unawezaje, are you able to close a business? Pale ndio kipimo chako cha sales kipo katika kiwango gani? Mambo gani kwa salesperson akiwa nayo yanatakiwa kumtambulisha kama pro kwenye sales? Ili kuwa professional katika sales, unahitaji kuwa na sifa zifuatazo. Hapa natamani umakini sana kwa sababu hii ndio basic. Hapa ndipo ambapo unaenda kujijua wewe ni nani. Na wakati mwingine unaweza usipate vitu sehemu yoyote, hata shuleni inawezekana wakupata, lakini hapa ndio sehemu ambayo pengine utapata kwa sababu I'm teaching by experience. Nimekuwa kwenye biashara kwa zaidi ya miaka 13. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nimekumbana navyo practically. So I'm enjoying the class kwa sababu najua ninachokifundisha ni kile ambacho nimekuwa nikikifanya. Awi. Fine. Jambo la kwanza, mindset sahihi. Sasa mindset kwa Kiswahili ni mtazamo, mtazamo sahihi au mtazamo chanya. Mtazamo chanya. Hii ina operate almost 60%. Asilimia 60 yako wewe katika close deal ni kwenye mtazamo. Ni kwa namna gani? Tuanze taratibu. Cha kwanza, kujiamini. Kama hujui mteja hata amini unachokisema. Kama hujiamini. Yaani kama mwenyewe hujiamini, hata mteja hawezi kukuamini. Umeshakutana na mtu anakuja kuzia alafu hajiamini. Yaani sijui na uzwani, sijui nafanyaje, sasa huna confidence. Umeelewa? Kwa hiyo ile tu kwanza ukianza kujiamini, cha kwanza itakuwa ni rahisi kuamini unachouza. Ukishakiamini unachouza ni rahisi kuaminiwa. Kwa nini? Kwa sababu kujiamini kwako kuna connection kubwa na kuamini kwa ile bidhaa ambayo unaifanya. Maana uwezo wangu wa kuamini kwamba I can. Wengine wana aibu. Sina aibu, I can go and for someone. Nina uwezo wa kwenda. Umeelewa? Kujiamini. Nina uwezo wa kufanya kile, nina uwezo wa kufundisha, nina uwezo wa kuuza, nina uwezo wa kusimama na kuweza kuelezea hii bidhaa. Ni nini? Kujiamini. Sasa watu wengi hawajiamini. Sasa kujiamini ni kitu ambacho kinaanzia kwenye mindset. Mindset yako imekaaje? Kama kuna kitu kinakufanya mpaka hujiamini, kuna kitu kimeweza kukufanya usijiamini. Sasa ndio tunarudi ni saikolojia. Si ndio? Mtu anaweza kwambia wewe utasimama hivyo na kipara chako hicho. Unakuta sasa yani imeshakutolea ile confidence. Umeona Mwingine anakwambia wewe una kigumizi utaeleza nini pale? Unaweza kufika pale afu kisikia tu lile neno linakukata. Good morning. How are you? I'm sorry, I have come again. Hivyo. Yaani umeshindwa kwa sababu kuna kitu kimeingia ghafla. Kwa nini? Kwa sababu ya kujiamini. Kuna kitu kiliingia kikatengeneza ule mtazamo wako. Yale maneno ya mtu yakakuvuruga, ukashindwa kufocus, ukashindwa ukaona yale maneno, ukashindwa kufanya biashara. Kwa hiyo ni nini? Ni mindset, ni mtazamo. Jambo la pili, kuwa na mtazamo chanya. Sales ina changamoto nyingi. Usikate tamaa kirahisi. Ndani ya sales unapoenda kuna kukatishwa tamaa. Kwa sababu ya type of customers ambao tunakutana nao. Kuna wateja wengine ambao wanakuwa ni very harassment. Unaweza ukaenda tu akakujibu hash. Sasa unatakiwa kuwa na kitu kinaitwa tolerance. Unatakiwa unapokuwa unajiamini alafu ndani yako na uvumilivu unasema haya majibu ndio nataka haya.
huyu nammaliza sasa hivi. Ukitembea na ile mentality kwamba wambanao ndio wapatana nao ndio hawa sasa ambao na wahitaji. Mimi wale wateja ambao yani nikienda tu kwa mara ya kwanza akani hash, nasema sasa huyu ndio mteja wangu. Kwa nini? Kwa sababu ni mtazamo chanya. Lakini nikiwa na mtazamo hasi ndio nasema pale hapana, siwezi. Na niwaambeni ukweli, sales wengi wanakatia tamaa hapa. Kuwa na mtazamo chanya. Hiki kipengele chote cha mindset ndicho kinaweza kikakufanya usimame au udrop katika sales zako. Na ndio maana kimebeba 60%. Kwa sababu kuuza ni hisia na hisia ni saikolojia, si ndio? Sasa hapa kwenye mindset ndipo ambapo pamejenga hisia. Hisia yako mwenyewe, hisia muuzaji, unaibeba hisia yako na ibeba hisia ambayo unaenda kumuuzia. Mengi tutayaongelea. Sasa jambo la tatu, kuvumilia na kuwa na nidhamu. Kuvumilia na kuwa na nidhamu. Mauzo yanahitaji ufuatiliaji wa mara kwa mara. Sio kujaribu mara moja. Kuna wazee wa follow up. Yaani unapokuwa umeenda kwa mtu kwa mara ya kwanza akakureject, haimaanishi kwamba umeshindwa. Tafuta namna nyingine ya hasara. Sasa nakwambia ninakupa warranty. Ikifika miaka 10 tu kwanza imepauka na kuletea mabati mengine. Anaanza kuingia trust. Kwa nini? Cheza na hisia. Hisia gani? Ya kutokupoteza na kuonyesha kwamba unajali kipato chake. Utaki apoteze. Kile kitendo cha kumfanyia ile hali anasikia kwamba nimefika mahali sahihi na gharama sio issue tena kwangu. Kwa nini? Kwa sababu kuuza sio gharama, kuuza ni thamani. Thamani ya kitu ambacho nakitoa ndicho ambacho kinaleta mauzo. Namba 4, uwezo wa kufunga mauzo, yani closing skills. Sio kila wakati unaweza kufunga. Nikakutana na wewe, alafu nikaongea na biashara, haimaanishi naweza nika-close hapo. Just give it time kulingana na jinsi lilivyo. Unatakiwa kuwa na uvumilivu. Si ndio? Tumesema huyu mtu wa sales anatakiwa kuwa mvumilivu. Si ndio? Kwa hiyo moja ya kitu ambacho unatakiwa kuwa na skill ni skill ya kuwa na uvumilivu. Katika closing skills unatakiwa kuwa mvumilivu sana, ambaye utajua namna ya kuhandle. Na nashukuru hapa nina wateja wangu ambao tumefanya business. Na wengi tumeclose business. Tunaelewana, tukirefer kule tulikotoka. Unaweza kaona the thing, zile process ambazo zilikuwepo. Unaniambia wanawe subiri kidogo hapa. Haina shida, hata kama ni mwezi sawa, lakini najua biashara ni yangu. Tunaelewana. Kwa sababu kuna wakati sahihi. Sio kila wakati unaweza kufunga biashara. Sio kila wakati utajua kwamba hii ni nyama yangu. Hata Simba mwenyewe anapokuwa anapambana pale, anajua kwamba hii ni nyama yangu, haijalishi haya mateke yenyewe natandikwa ninaumia kiasi gani, lakini ile ndo target yangu. Tunaenda kwenye jambo lingine la 3, C. Mbinu na mikakati bora ya mauzo. Iliyopita ni skills. Skills umepata kwa 20%. Lakini sasa lazima kuwe kuna kitu kingine ambacho kinafuatwa kinaitwa mbinu na mikakati bora ya mauzo. Sasa wewe kama kuwa sales na funnel yenye ufanisi ni namna gani? Elewa hatua zote za mteja kutoka kujua bidhaa hadi kununua. Sasa kuna mbinu fulani ambazo unatakiwa kuzifanya mteja kwanza akusikie. Akishakusikia akufuatilie. Akishakufuatilia akujue. Akishajua aje kununua product yako. Hiyo ndio mwisho. Ile process nzima tunaitafanya tutaiona mbele. Na jamaa anasema jamaa tutaona mbele. Huko mbele kuna nini? Yaani ndio kuna haya madesa yameenda kujifungua zaidi. Namba 2, kufanya follow up kwa ustadi. Hapa sales ukiona unapiga simu alafu akasema unakera, you are not a sales. Tunaelewana?
Yaani unapiga hello mtu anasema huyu bwana yani anachosha. Usiwe sales kiwango cha kumchosha mtu. You need to have a skills of how you can accommodate person, a client, kiasi ambacho ukiwa unafanya follow up yeye mwenyewe anajisikia anasema I have to do, I have to close. Yule mteja direct, kwa namna ya kuweza kumhandle mteja ni lazima upate skills za namna hiyo. Sasa mbinu moja wapo ni kujenga mahusiano na wateja. Usimuone mteja kama chanzo cha pesa tu. Yaani usimuone mteja kwamba ni pesa tu. Lakini kama mshirika wako wa biashara wa muda mrefu, mfanye mteja wako yani muone kama mshirika wako, muone kama ni partner wako. Ukianza kumuona, ukibadilisha mtazamo wako, tunarudi kwenye mindset. Ukibadilisha mtazamo wako, hutamuona kama mteja, ila utamuona kama mdau. Yes, utamuona kama mdau wako ambaye utaenda kumsaidia na kushughulika na matatizo yake. Kwa nini? Kwa sababu unajenga mahusiano, na kinachofanya biashara yako ikue au isikue ni mahusiano na wateja. Hata kama unauza product za mara moja, lakini ukijenga mahusiano mazuri na mteja, yule mteja atakuletea wateja wengine kwa sababu ya mahusiano ambayo umeyatengeneza, yakaleta mambo mazuri, yakaleta manufaa. Yakishaleta manufaa, yanaenda kuleta kitu kingine, yanaenda kuleta wateja wengine. Tuko sawa sawa? Nani ana swali hapa sasa? Nani hajanielewa vizuri? Karibu. Nilikuwa nataka unisaidie, kuna ndio ulikuwa unaongelea kwenye ustadi, uliongelea kuna vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu unapofanyia mteja follow up. Kama ukasema jua muda sahihi wa kumcheki, jua asili ya tabia ya mteja wako, kuna vitu vingine tu unahitaji kama nilifahamu. Sasa na kurudisha hiyo. Sawa, tujitahidi sana ninapokuwa nataja point zingine nakuwa sijaandika. Okay. Kwa hiyo ukishaona naenda mahali, note ya haraka. Okay, ya kwanza nilisema jua muda sahihi. Ya pili nilisema jua asili ya tabia. Ya asili ya kitabia. Ya kitabia. Ya tatu nilisema hali ya mteja. Tuseme basically ni tatu kwa sehemu kubwa. Okay. Yes. Namba 4. Simejibu swali. Yes. Sawa. Namba 4, kutumia social media proof and testimonials. Yaani ushuhuda wa wateja wengine unasaidia wewe kuaminika. Iwe ni kwenye social media au kwa wale ambao ni tangible. Kuna wale wateja ambao umewahudumia wanaona matokeo. Kila kitendo cha kuona matokeo, wanapokuwa na kutumia, wakati mwingine kutumia mpaka picha. Zile picha unapokuwa na share na watu wengine unaongeza kitu kinaitwa trust. Sasa ile ni skill ambayo ule ni nini? Ile ni mbinu ya kuwafanya watu waweze kuongezeka. Kwa maana yake huyu mtu akishaona huyu amefanikiwa, anasema inawezekana na mimi kwa hisia zangu, yani kwa hisia zangu, tunarudi kwenye hisia. Mtu anakuja kwako kwa sababu ya hisia. Hisia ndio yenyewe inamfanya aje kupata bidhaa kwako. Kwa psychology. Nafikiri sasa tutakuwa tumeelewa definition ya sales, kwa nini ni psychology. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Kuna mtu hajanielewa tangu nimeingia hapo, nikimuuliza amenielewa asemi chochote. Jamani, aliyenielewa punge hivi mkono. Ambaye hajanielewa punge hivi mkono. Kuna mtu hajui amenielewa hajanielewa punge mkono. Product knowledge and market awareness. Endapo kama unauza bidhaa alafu hujui hii bidhaa ni aina gani, una safari ngumu sana. Kwa sababu kama wewe nimesema wewe kama ni muuzaji, maana yake wewe ni consultant, si ndio? Na kama consultant, nikisema consultant inamaanisha kwamba wewe ni mshauri, si ndio? Sasa kama wewe ni mshauri, uwezo ukawa na shauri kwa kitu ambacho hujui. Si ndio kazi? Si ndio? Pale unapokuwa unapata wateja wako, unawashauri kuhusiana na kwenda India kwa sababu unajua India kukoje, si ndio? Unapokuwa unashauri kwenda Canada, unajua Canada kukoje kwa sababu umefika na umeona bidhaa jinsi ilivyo, si ndio?
na mteja akikaa anasikiliza ile exposure yako kutokana na ile experience ambayo umeipata, kwa sababu ukipata experience ndani yako unapata exposure. Jua bidhaa yako au huduma yako unayoiuza kwa undani, kwa sababu uwezo ili kusudi uwe na uwezo wa kuweza kumhudumia mtu. Kwa hiyo kitu itakusaidia kuweza kufanya kusaidia wewe kuweza kuuza. Jambo la pili, elewa washindani wako. Unatakiwa kujua washindani wako, wapinzani wako au washindani wako. Sana kwenye biashara tuna washindani, hatuna wapinzani. Kabla hujaingia kwenye biashara yoyote, kabla hujaingia katika sales, lazima ujue kwamba katika bidhaa zenye nafanya ni kampuni zipi ambazo zinafanya bidhaa kama zangu. Sasa kampuni zipi ambazo zinafanya bidhaa kama zangu? Ni kampuni fulani, kampuni fulani, kampuni fulani. Okay, niko Metaview, ninauza apartments. Kuna kampuni gani nyingine ambayo inafanya? Ni kampuni ile na ile na ile. Kwa nini wao wanafaulu kuuza? Kwa nini mimi sifaulu? Kwa nini fulani ambaye anauza mabati ya chapa fulani inauza sana kuliko mimi ambaye nauza? Kwa nini Hisense wanauza vizuri kuliko sisi na kampuni yetu tunavyouza? Maanake unatakiwa kukaa na kwanza kufanya research. Kitendo cha kufanya research sio cha kampuni, ni cha kwako wewe kama seller, ili kusudi uweze kuelewa mbinu na tactics ambazo zinafanyika. Tunaelewana? Wengine wananiangalia hata wajibu. Usiniangalia sana na mimi naogopa. Tunaelewana? Yeah. Ukiona jibu hivyo na mimi nalipa confidence. Kama naongea. So, elewa washindani wako. Jambo la tatu, tambua mahitaji halisi ya wateja. Tambua mahitaji halisi. Umekuwa recruit kama sales, sawa. Umepata nafasi, sawa. Bahati mbaya sana, sisi tunapokuwa tunaajiriwa tunaanza kufikiria haraka kuhusiana na mishahara. Kwani uongo? Tunaanza kufikiria mishahara, lakini hatufikirii kwanza kutatua changamoto ambazo zitatufanya tuonekane bora, tupate mishahara mizuri. Huo ndio tofauti ambao uko. Na a best seller ndio engine ya kampuni ambayo inafanya mauzo yaweze kuonekana. Si ndio? Sasa kama wewe ni best seller, unataka kuwa best seller, cha kwanza kabisa, mimi kama ninaajiriwa kama sales, ninapokuwa naingia kwenye ile kampuni, kitu cha kwanza kabisa ambacho nitakifanya ni just a simple research ya kitu ninachoenda kukifanya. Ninatakiwa kuijua ile product, kama tulivyosema, product awareness. Ninatakiwa kujua washindani wangu. Ninatakiwa kujua wateja wanahitaji nini. Umeelewa? Sasa kitendo cha wewe kujua wateja wanahitaji nini itakusaidia wewe kutengeneza mbinu za kuingia kwa wateja na kuuza. Kwa sababu cha kwanza utasema mimi wateja wangu ni wa aina gani? Ni wa kipato gani? Ni kipato cha chini, cha kati au cha juu? Aha, ni kipato cha juu. Kwa maana yake ni hawa watu wa kipato cha juu wanapatikana wapi? Wanapatikana sehemu fulani na sehemu fulani. Je, hii bidhaa ni ya kuuzia ofisini au ni ya kuuzia nyumbani? Ni ya kuuzia nyumbani. Hawa nitawapata saa ngapi nyumbani ambao ni wa kipato cha juu? Tunaenda sawa. Okay, sawa. Ninataka kuuza hii. Nataka kuuza hii product yangu, lakini ni kwa watu wa chini. Je, nitafanyaje? Kwa sababu swala la kutangaza sio la kwangu, digital marketing sio yangu. Mimi kazi yangu ni sales. Nataka nienda kuuza kule mtaani. Nitafanyaje ili kusudi watu waweze kunijua? Kampuni yetu haitangazi matangazo, lakini I have to prove them wrong that I can sell something. Na watu wakanunua without matangazo. Hiyo ndo kazi ya sales. Tusisingizie kwamba hakuna matangazo, wafanye matangazo. Ni kweli wafanye matangazo, but what about your play? How do you play part on your place? Kutangaza ni kweli muhimu, lakini wewe ability yako ya kuweza kumfanya mteja akajaa na kuweza kununua unafanyaje? Tunaelewana? Kwa hiyo unapokuwa unaingia kwenye sales, jifunze kufanya utafiti kwanza. Na hata kama ukufanya lakini uko kwenye sales, nenda kafanya utafiti wa aina gani ya watu ambao unafanya. Alafu
The best seller, muuzaji mzuri huwa anakuwa na focus. Tuliangalia ule mfano wa simba. Nilisema simba haangalii urefu wa twiga, haangalii unene wa tembo. He is the king of jungle. Yeye anachokiona akimwangalia twiga na urefu wake anaona nyama. Sasa ndivyo ilivyo kwa sales. Sales unataki kuangalia kwamba mimi na hiki na kile na hili. Ukitaka kuchukua vitu vingi huwezi kuuza. Focus sehemu moja na utakuwa best zaidi. Si ndio? Ndio unauza mabati lakini nataka niuze magoti wapi? Ndio nauza viatu, nataka niwauzie akina nani? Ndio kampuni yetu inauza product hii. Mimi nauza service hii. Nataka kuuza hii service kwa nani? Kwa sababu mwisho wa siku tumesema kuuza ni kutoa huduma na kumpa mtu experience. Si ndio? Nani hajanielewa hapo? Kwa nimeeleweka. Mwisho kabisa, a pro, mtu ambaye ni profession. Tukumbuke pro ni profession, si ndio? Mtu ambaye ni pro katika sales sio yule anayejua kuuza tu, bali anajua kujenga mahusiano ya muda mrefu na ya kudumu na wateja. Sifa kubwa ya salesperson ni mtu ambaye ana uwezo wa kujenga mahusiano mazuri na mteja. Yale mahusiano ndio yatakufanya upate leads za mara kwa mara. Yale mahusiano ndio yatakufanya uweze kuincrease wateja wengi. Yale mahusiano mazuri ndio yatakufanya uweze kuongeza kiwango kikubwa cha mauzo. Biashara yangu imelala, mauzo yangu hayakuli. Usiangalie kwamba bidhaa ziko au haziko. Anza kujitathmini wewe katika haya yenyewe tumepita. Je, wapi kwenye napwaya? Tunaenda sasa. Haya.